Ndugu zetu mabondia wenzetu huku, anafanya kazi ya bodaboda, anafanya kazi ya kujenga, alafu boxing iko katika yeye anaibukia kwenye ngumi. Kwa wale watu wamewekeza kweli kweli. Ngumi, huo mchezo wa ngumi ni mchezo ambao hauna offside, hakuna nini. Ukileta mzao unapasuka wewe peke yako kwenye ulingo. Mimi binafsi sitaki hata kusikia kuhusiana na ngumi, lakini hapa nipo na Lugano Israel. Huyo kwenye ngumi ndio vitu vyake. Atazungumzia kwa undani zaidi kuhusiana na fight ambazo zimepigika siku ya jana, lakini pia baadhi ya hivi ni sawa bondia kabla ya pambano kumletea kashifa fedheha mpinzani wake. Alafu kwenye mechi akikuwasha utasingizia kitu gani? Tutazungumza naye mengi sana. Mimi ni Mzee Hamida. Shukrani sana wewe ambaye ni mwanafamilia wetu wa D&A TV, lakini pia kama bado hujawa mwanafamilia wetu, subscribe alafu bonyeza alama ya kengele. Taarifa zote za kimichezo utazipata hapa. Nyuma ya kamera director Jovano akizingatia engo inakuwa sawa kuhusiana na hiki ambacho tunakizungumza hapa. Fighting, boxing, ngumi, jiwe, ndondi, majina ni mengi sana. Lugano inakuwaje? Safi, mambo vipi? Uko vizuri? Mungu ni mwema. Mchezo wa ngumi na majina mengi sana. Jiwe, masumbwi, boxer. Kabisa. Boxing. Boxing. Kusema boxer ni kitu ndio mpiganaji. Au boxer ngoja kuvaa pikipiki. Of course ni mpiganaji, ndio boxer yule mpiganaji. Bana, mimi jana nimeshuhudia ngumi bana. Ule bondia mbongo ule amepigana na Mfilipino, amechezea kweli, lakini kabla ya kupigana kwenyewe alileta madharau kwenye kupima uzito. Hii ni sawa eh? Kwenye ngumi bila tambo bado hujacheza ngumi. Ngumi ina vitu vingi sana. Kwanza lazima tengeze mashabiki, tengeneze kujiamini. Kwa hiyo wewe unamzungumzia mtu anaitwa Ibra Mafia. Ni bondia kutoka pale Mafia Boxing Promotion. Ndio. Alifanya tukio la kumvua kofia. Alifanya tukio la kama kumchezea mbavu na nini. Mbavu changa. Yeah, ni namna ambavyo boxing duniani ilivyo. Kuna ile kwenye show off, ni lazima kwenye face off. Ni lazima kuna vitu vionyeshe. Unajua kuna tabia za kibondia. Ni kama ambavyo wachezaji wanaenda kufanya warm up, sio? Yaani kuna baadhi ya vitu ambavyo unaona kabisa anagusa mpira hapa, anafanya hivi. Yaani watu wanaona madoido of course. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida sana, lakini the way jinsi ambavyo alikuwa ana react yule Mfilipino ni kama kila kitu yeye akutaka kukifanya. Yani alikuwa anamwangalia tu. Udogo vipi? Mpaka anachukuliwa kofia anamwangalia tu. Kwa hiyo mind sio kwamba yani sio kwamba kupigwa kwa Ibra kwa maana Ibra Mafia kwamba kutokana na kofia, no. Pambano lilikuwa ni zito sana. Pambano unapozungumzia boxing duniani, unapozungumzia watu ambao wanatoka Ufilipino. Kuna mtu alikuja kucheza na nani hapa? Na Mwakinyo. Unamfahamu? Watoka Ufilipino. Yaani Ufilipino, mabondia wanaotoka Ufilipino ni mabondia ambao wamefanya ile kazi ya upiganaji, ni kazi ya kila siku. Yaani wale sio mabodaboda kwamba anaendesha kwanza bodaboda ndo anaenda tena kutoka mdogo anapiga mawe tu. Yeye kazi yake ni bondia, yani analala na amka na kufanya mazoezi. Sisi wenzetu huku, ndugu zetu mabondia wenzetu huku, anafanya kazi ya bodaboda, anafanya kazi ya kujenga, alafu boxing iko katika yeye anaibukia kwenye ngumi. Kwa wale watu wamewekeza kweli kweli. Na mchezo ulivyokuwa unaanza, yule bondia anaitwa Alvin, ambaye alikuwa anacheza na Ibra Mafia. Ulivyo, yani ukimuona tu ile shape yake, body language yake jinsi ilivyo, inakupa kwamba ujamaa amefanya mazoezi kweli. Yani unaona kabisa hata raundi ambazo amefika Ibra Mafia amejitahidi sana. Lakini mtu yoyote lile pambano, mtu yoyote alikuwa anaweza kulamba sakafu, kwa sababu wanasema ukianza kuangalia mapambano ya ngumi za kulipwa, raundi ya kwanza inaweza kukupa picha kwamba hapa kuna KO, lazima mtu apasuke, lazima, kwa sababu kila mmoja anaitaka KO. Maana yake yoyote atakayeenda kunasa atainasa hiyo KO. Tumeelewa? Kwa hiyo kuna sehemu ulikuwa unaona kama Ibra Mafia alikuwa na nafasi ya kumpasua Kelvin, na kuna sehemu ulikuwa unaona Kelvin alikuwa na nafasi ya kumpiga
Ibra Mafia. Lakini Kevin, kitu ambacho kilikuwa kinastua sana, jamaa anajua jinsi ya kupiga ngumi iliyonyooka. Unajua ngumi? Yani anapiga ngumi, yani anaama na mwili wake mzima. Anakushindilia kwa mkono huku mpaka mguu na msapoti. Sio mtu anapiga ngumi ni mkono tu na unainuka. Lakini anakupiga mbavu, yani mwili mzima mpaka kucha. Inakwambia sasa unapiga ngumi, manake anatoa nguvu, energy ambayo ikifika kwa mtu ambaye amemfikia inampasua kweli kweli. Kwa hiyo pambano lilikuwa ni gumu. Na ugumu wake ulikuwa ni mtu, yani yoyote atakaye nasa, yani ngumi itakayofika kwa nguvu kwa mtu, huyo ndo anaenda kuamba sakafu. Bahati mbaya ni kwamba kwa Ibra Mafia, ngumi iliyokuwa imempata mara ya kwanza, ile kuna ngumi moja ambayo ilimpata afu akaenda kukaa, yani kama amekaa chini akalamba converse, akilisha changanyika pale. Yeah. Ile ngumi ndio imeenda kuvuruga kila kitu, ilikuwa ni ngumi nzito. Sasa nini ambacho kimetokea? Wakati muamuzi anaenda kumhesabia kwenye kona Ibra Mafia, kwa sababu ya uzalendo, kitu alichokifanya muamuzi, kwanza utaanza kumlaumu mara kwanza jinsi ambavyo alienda kumhesabia Ibra Mafia. Kamhesabiaje? Kamwaisha? Unaposema uzalendo haimaanishi ufanye, yani upendelee sana, lakini kuna kitu ambacho sasa Lugano ushapigwa. Nisikize vizuri. Muamuzi amefanya majukumu yake sahihi kabisa. Lakini alikosa pointi ya uzalendo wakati Ibra Mafia amepiga ngumi ya kwanza, ile ngumi ya kwanza iliyomkalisha. Achana na ile ambayo alitoka kurudi tena kwenye mchezo. Ile ngumi ya kwanza wakati anaenda kumhesabia, kuna namna ya kubeba uzalendo kwenye jinsi ya kumhesabia mchezaji. Kuna namna ambavyo itakiwa amcheleweshe Ibra Mafia angalau again momentum kwenye ubongo wake, alafu arudi kwenye pambano akiwa yuko fresh. Kwani sheria zinasemaje? Nakwambiaje, muamuzi alikuwa yuko sahihi, lakini kuna usahihi wa kiuzalendo ambao itakiwa ufanye kwenye ile tukio. Kwa sababu gani? Kutoka nje ya sheria. Sikiza sasa nikwambie. Unamhesabia bondia 1, 2, 3, 4, 5. Unajua tofauti na kuhesabia 1, 2, 3, na hapo kumbuke refa ni Mtanzania. Simeelewa? Gani ukishapigwa umepigwa tu. Nisikilize. Hata ukihesabiwa nini vizuri. Kwenye ngumi za kulipwa, kuna Watanzania wanadhulumiwa moja kwa moja. Yani ukifuatilia mapambano mengi, kuna Tanzania wamezulumiwa yani kwenye mapambano ambayo wameenda nchi zingine. Zaili. Sawa. Juzi hapo kati nilikuwa kuna pambano moja nilikuwa nalifuatilia. Siku ilikuwa pambano la pambano la Zanzibar. No, Ramadhani nani anaitwa Urusi sijui. Alipigana nje. Yeah, Zanzibar. Amefanya vizuri lakini bado wakapokonya ushindi wake. Sasa kuna namna ambavyo lazima kuwepo na uzalendo, lakini sio kupendelea. Unajua kuna tofauti ya uzalendo na kupendelea. Si unanielewa? Kuna tofauti ya uzalendo na kupendelea. Uzalendo ni angalau kuna kanyuzi kidogo kuangalia huyu ni Mtanzania mwenzetu kwenye hii, ngoja ni mbebe kidogo. Pambano kama lile itakiwa Ibra Mafia alivyopigwa chini akaanguka chini, alivyoinuka kwenda kule kwenye engo, kuna namna ambavyo itakiwa afanye delay kwa muamuzi ambaye ni Mtanzania. Delay jinsi ya kumhesabia, uwezo kumhesabia 1, 2, 1, 2, hapo bongo unarudi sasa. 3. Sikiza sasa. Ngumi nzito kichwani. Alivyorudi bado hakutakiwa mwambie ingia moja kwa moja. Hapo naongelea sio kwa ajili ya kupendelea, namna ya kumlinda pia bondia. Maana kama unazungumzia uzalendo kwenye nchi ya sheria utakuwa umekiuka. Namna ya kumlinda bondia wako. Hayo mambo ukifuatilia ngumi za Ulaya. Sawa? Ukifuatilia ngumi za Ulaya, Asia, kwa bondia ambaye anacheza nyumbani, utaviona vitendo kama hivyo vikifanyika. Sawa? Mapambano yote yaliyochezwa, mimi napongeza Commission ya ngumi za kulipwa Tanzania, yalienda kwa haki. Ndio maana kuna mabondia kutoka nje wameshinda kwa pointi ama kachukua ubingwa. Yani ilikuwa ni haki, beni haki. Umeelewa kile kilichofanyika? Lakini kuna sehemu kunaitwa uzalendo. Manake jana kabebwa. Hakuna mtu aliyebebwa. Muamuzi kaanikaje kwenye mpira, anasema muamuzi kaibeba timu fulani. Hebu nielewe ninachokizungumza. Uzalendo wewe ushapigwa ngumi. Uzalendo unaingiaje hapo kwenye ngumi ushapigwa kichwani? Mzee wa Mida, hebu nisikilize vizuri kwa umakini zaidi. Sawa.
Kuna kitu kinaitwa kubebwa, sawa, na ule uzalendo. Uzalendo lugano umeshapigana hapa, umepigwa, uzalendo unaingiaje? Kuna namna ambavyo angetaka Ibra Mafia yani akashindane vizuri pale, ile ngumi alivyopigwa ni kuhakikisha Ibra Mafia atakaporudi akili yake itakuwa iko sawa sawa. Alimuaisha nje na kile ambacho angekuwa amekifanya cha kiuzalendo. Yani kwa sheria za marefari alikuwa yuko tayari, yuko sahihi. Lakini tunadili hapo kwa sheria uko sawa. Sikiza sasa. Kwa nini tuingia kwenye uzalendo kati tayari? Tabia za ngumi za kulipwa, kwa tabia za ngumi za kulipwa dunia nzima. Sawa? Kuna kitu kinaitwa uzalendo. Ndio maana nakwambia kuna watu huko wanashinda vizuri lakini wanapokonywa ushindi nchi za wengine. Umeelewa? Kuna kitu ambacho kinawekwa uzalendo. Yani kuna kitu uzalendo ambacho akiwezi kuepeka, ila kumbeba mtu ndo hapo kitu ambacho mimi siwezi kukubaliana. Kwa hiyo sasa walivyopigwa angemchelewesha kidogo, angerusha ubongo kwa ajili ya kwenda kupambana tena. Alivyoruhusu ndipo akaenda kukutana na zile ngumi mbili. Akaingia Ibra Mafia akujiandaa kwenda kumzuia yule mpinzani ili atengeneze ubora wa kichwa chake kwanza kabla ya kwenda kupambana. Sio kama unanielewa. Alijiwaisha kuingia kwenye pambano bila kuwa na mbinu ya kumzuia au kuhakikisha ubongo wake unakaa sawa. Unajua kwenye ngumi kuna technique. Ile ni mbinu mojawapo ya kurudi kwenye mchezo yani angefika tu. Pengine angeanza yani kuzunguka kwenye ulingo, yani kumkimbia mchezaji mwenzie ili akili yake ikae sawa sawa. Sasa yeye akamfuata mpinzani wakati akijua kibongo wake hauko sawa sawa. Nadhani pia makocha wa Mafia wana kazi ya kuwatrain mabondia wao kwenye matukio kama haya. Haya matukio unaweza ukachukulia ni madogo, lakini makubwa. Unapokuwa umepisha pigwa ngumi, umehesabiwa, kuna namna ya kutumia akili hata mwamuzi anapokuhesabia. Kuna bondia mwenyewe unaweza kumfanya mwamuzi achelewe wakati anahesabu 1, 2, 3, amefika mpaka mwisho, kuna maswali anakuuliza, uko sawa? Niko sawa. Kuna sekunde ambazo zinakuruhusu wewe kumuonyesha kwamba uko sawa. Sasa zile sekunde ukiziwaisha, manako unawaisha bongo wako kabla hujakaa sawa sawa. Kwa hiyo mimi binafsi pambano jinsi lilivyoenda lilikuwa pambano zuri sana. Pambano ambalo tuliona ushindani, mtu yoyote angedondoka. Kwa ulikuwa ni muda ukafikia kwa nani? Kwa Ibrahim Mafia. Kwa maana hiyo hata Alvin mwenyewe angeweza kupasuka. Watu wasimbeze. Ibrahim Mafia ni bondia mzuri. Kwa pambano lile ambalo amepambana na Mfilipino ni pambano zuri. Ni kipimo. Sawa, kwenye rekodi zake alikuwa hajawahi kupigwa. Kapigwa na bondia mzuri. Unajua uko tofauti na kupigwa tu, lakini ukupigwa na bondia mzuri. Sawa, kuna utofauti mkubwa. Kwa hiyo ukiangalia jinsi ambavyo amepigwa, watu wampe moyo. Unajua naona hata kwenye mitandao ya kijamii wanaposti vitu ambavyo wengi ni kama kumdhiaki. Of course inawezekana ikamfanya kuwa na deni. Mjeuri, aenda dharau mapema. Inawezekana kawa na deni la kwenda kufanya kazi vizuri zaidi, lakini sio kubeza kule. Unajua bongo tuna tabia moja. Mtu akishindwa kwenye matokeo na mnashindwa kuheshimu hata performance ambayo kaionyesha akiwa ulingoni. Wewe ushapigwa. Unajua ngumi haina sio kucheza vizuri, sio kufunga kutoa hasara. Ukipigwa umepigwa, hajalishi ulicheza vizuri raundi ya kwanza. Yeah, of course kupigwa umepigwa, lakini lazima tuheshimu angalau uwezo wake. Ukiniambia jeuri, kuna baadhi ya mabondia ambao unaweza kusema majeuri. Sawa, lakini kwa Ibrahim Mafia ni kijana ambaye ni mpole, hana shida na mtu, lakini nadhani pia inaweza kawa na positive effect na negative effect kwenye kuzomea huko. Inawezekana ikamongezea kitu, lakini kwenda kumshushia ile wanasema hadhi yake. Yani kwamba hata kile alichokifanya kidogo hajafanya chochote. Itabidi tumwambie bwana, ulipambana vizuri. Sawa, umepigwa, lakini kuna kitu ambacho umekifanya. Of course nizungumzie pia na mapambano mengine ambayo yalifanyika. Simplify kwa uchache sana. Kuna Yusuf Changalawe. Pambano lake amelifanya kiusahihi kabisa. Unajua mpaka bondia mwingine anapiga magoti kwa bwana, mimi siendelee na shughuli, maana yake kuna shughuli umeifanya. Kuna mtu anaitwa Yohana Mchanjo. Yani ukikiangalia kimwili chake, yani jinsi kiumbo chake, of course kiumbo chake, na mtu ambaye kamshusha, yani kampasua, jamaa kaenda kwenye engo yake, ameongea na wenzake, bwana huyu jamaa sitaweza kuendelea naye kwa sababu dakika ya kwanza tunaanza, raundi ya kwanza tunaanza. Yani jamaa anampelekea moto kweli. Kwa hiyo ni mapambano ambayo tukirudi kwenye uhalisia, kwanza ni wapongeze waandaaji wa pambano. Mafia wameandaa ili pambano, mabondia wengi wanatoka nje.
na wameandaa pambano ambalo lilikuwa mizani sawa. Unajua, kumbuka hata Mafia, mabondia Mafia wenyewe, unajua Mafia ndo wameandaa, lakini kuna mabondia wamepoteza kwa pointi ambazo hata kama wangebebwa wale wangeambiwa mabondia wa Mafia ndo washindi, wala mtu asinge doubt, lakini inaonekana haki waliamua mapambano haya yaende kwa haki. Hii inatakiwa, yani mapambano haya inatakiwa yawe ya mfano hata kwenye mapambano mengine yanayofuata, licha ya mapungufu machache ya jinsi ya kuwalinda mabondia. Kuna kitu sio nikakisahau, licha kwamba nazungumzia mabondia wengi ambao wamefanya vizuri, lakini kuna namna ambavyo nimemzungumzia mwamuzi wa pambano la Ibra Mafia, lakini bado nimpongeze. Kuna maeneo pia ya kumpongeza mwamuzi yule pale. Mwamuzi kwa maana Ibra alipokuwa amepigwa ngumi mbili, mwamuzi alipiga mahesabu ya haraka sana, kwa sababu Ibra kapigwa ngumi ya kwanza akapepesuka, akapigwa ngumi ya pili akapepesuka, akaenda ya tatu akataka kwenda kumshindilia. Kila alichokifanya mwamuzi ni kitu kizuri sana kwa ajili ya kumlinda bondia, kwa sababu kama angempiga ngumi nyingine na maeneo alikopigia ilikuwa nienda kuleta hatari kubwa sana, kwa sababu kaenda kulinda afya ya bondia. Kwa hiyo mimi niseme tu Mafia Boxing mmeonyesha waandaaji wengine jinsi ya kuandaa mapambano ambayo Mtanzania akipigwa kihalali anapigwa, si ndio? Akishinda ameshinda, lakini waamuzi pia kuna namna ya matukio unapopambana na mapambano ya nje, waangalie pia kuna kamstari kadogo sana kanaitwa kamstari ka uzalendo. Umeelewa? Wakaangalia wasije kakasahau. Maana yake mabondia wetu watakuwa nenda huko nje wanaenda kupigwa kila siku, kwa sababu kuna kamstari kule wanakatumia ka uzalendo kakumbeba bondia mwingine. Kwa hiyo pia hivyo vitu vya kuzingatia hata kwenye masumbwi. Bana, Lugano Israel ametamatisha hivyo, amezungumza vizuri sana kuhusiana na ngumi ambazo zilifanyika siku ya jana. Ametupitisha namna gani ambavyo mwamuzi alichokifanya ni sahihi ama sio sahihi. Wewe una maoni gani hapo? Niandikia kwenye comment, alafu kama bado jamaa na familia mpya, embo subscribe afu bonyeza alama ya kengele. Taarifa zote ambazo tunakuwekea D&A TV unakuwa unazipata hapa. Mimi ni Mzee Hamida, shuhuda wako muda wote. Shukrani sana Director Jovano ukizingatia engo na Lugano mwana wa Israeli. Tumemaliza hivyo. Shukrani sana.